Mimi ninaamini tulipomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuna kitu kila mmoja wetu amepokea. Na hivyo sasa linakuwa ni jukumu lako na langu kuyachunguza, kujifunza maandiko kwa undani ili kuweza kujua haswa ni nini tumepokea na namna gani tunaweza tukanufaika na kile ambacho tumepokea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 33 na 34, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Maandiko matakatifu yanatuonyesha kuhusu vitu mbalimbali ambavyo mashujaa tunaowasoma katika Biblia walifanya. Mfano, tunaona ya kwamba kuna watu ambao walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba. Hapa tunaongelea kuhusu Danieli. Walizima nguvu za moto, tunaongelea kuhusu Shadrach, Meshach na Abednego, na sifa nyingine nyingi ambazo zinatolewa. Biblia inatuonyesha dhahiri ya kwamba hawa watu kwa kumwamini Mungu kuna kitu walipokea, uwezo wa namna fulani, uwezo wa kufanya mambo zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Kwa sababu mimi sijawahi kuona mtu ambaye anaweza akafunga mdomo wa simba usimshambulia, au kuona mtu ambaye anaweza akazuia moto usiwe na madhara juu yake, au mtu ambaye anaweza akakabiliana na maadui wengi na yeye kama yeye peke yake akapata ushindi. Sijaona mtu wa namna hiyo. Lakini ninaposoma neno la Mungu, ninaona watu hawa wapo kwa sababu walipewa uwezo fulani, walipewa nguvu fulani ambayo ni zaidi ya namna ya utendaji kazi wa wanadamu, nguvu ambayo inaonekana dhahiri ni nguvu za kimungu. Sasa kuna kipengele cha muhimu kuelewa kuhusiana na hizi nguvu. Maandiko yanasema kama tulivyosoma katika mstari wa 33 hapa mwanzoni, neno la Mungu linasema ya kwamba ambao kwa imani. Kumbe hii miujiza ambayo inaongelewa hapa, hizi nguvu za Mungu ambazo zilidhihirika katika maisha ya watu, ziliwafikia hawa watu kwa njia ya imani. Hiyo inatuonyesha hata kwetu sisi Mungu bado anaweza akafanya miujiza, bado anaweza akatenda mambo makuu, lakini tunaweza tukapokea hiyo miujiza, tunaweza tukapokea hizo nguvu, tunaweza tukapokea huo uwezo kwa njia ya imani. Ni kwa imani pekee ndio tunaweza tukapokea uponyaji ambao tunautaka kwa muda mrefu. Ni kwa imani pekee ndio tunaweza tukabadilisha hali ya uchumi tuliokuwa nao. Ni kwa imani pekee ndio tunaweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 anasema ya kwamba, Waebrania 11 mstari wa 6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Ina maana kama tunataka tuweze kuishi maisha ambayo yanatupatia kila ahadi ambayo Mungu alisema kwa ajili yetu, basi ni lazima tuishi kwa imani. Hatuna chaguo lingine ambalo linaweza likatupatia ahadi zote ambazo Mungu ametoa kwa kila mmoja wetu isipokuwa kwa njia ya imani. Imani pekee ndiyo njia inayotuwezesha mimi na wewe kuweza kupokea miujiza tunayoitaka. Uwe ni muujiza kwa ajili ya uchumi, ni njia ya imani. Iwe ni muujiza kwa ajili ya afya, ni njia ya imani. Kila mmoja wetu anatakiwa aishi kwa imani, maana neno linasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ni wakati wa kuchochea imani yako. Ni wakati wa kuhakikisha imani yako inakuwa vya kutosha ili uweze kupokea mambo makubwa zaidi. Kwa sababu hili ninalifahamu kwa uhakika. Imani kubwa inaweza ikapokea zaidi, imani ndogo inapokea kidogo. Kwa hiyo kuza imani yako kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuhakikisha unatafakari yale ambayo umeyasoma ili yakujenge na yakuze imani yako. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.